Mwangazi Online TV inakuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Watu wengi hawafahamu ya kwamba mambo mengi yanayotokea katika maisha na katika nchi na mataifa huwa ni marudio ya maisha yaliyowahi kuasisiwa katika mambo ya kiroho kwenye historia ya mambo yaliyopita. Na sasa leo ninakwenda kufanya hesabu za kiroho za kushangaza za haya tunayoendelea Tanzania na kutoa majibu yaliyo sahihi kabisa. Na kwa kifupi tu hapa ninafanya introduction. Tanzania kama vile Israeli, ambapo kwanza walikuwa utumwani na walienda utumwani kwa sababu walimsahau Mungu. Tanzania pia ilimsahau Mungu. Watu walikuwa wamefika mahali maisha wameyazoea, wanaishi wanavyotaka. Yaani watu hawana mpango na Mungu. Ndio maana wengine walikuwa wanaabudu, sasa wanaabudu madude ya ajabu. Ukienda makanisani watu wanaabudu madude ya ajabu, wanaaminishwa madude ya ajabu, wahuni tu wanakuja yaani watu wamechanganyikiwa, watu hawajui nini ni nini. Sasa Mungu akifika mahali akichukizwa, huwa anaruhusu ghadhabu ili iweze kulipiga hilo taifa, na anawaandaa watu wa kuwatumia watakaofanana na mazingira ya hiyo hali. Kwa sababu hiyo sasa Israeli wakateseka miaka 40. Miaka 430. Lakini Mungu akawatokea ili awaokoe, awatoe katika mateso hayo. Unaona hao hapa walikuwa wanaabudu ng'ombe hapa wakati wameshavuka wako jangwani, yani kujisahau hapa na hapa wanadamu. Kwa hiyo sasa wakawa wameteswa, wakaanza kumlilia Mungu. Mungu akamtuma Musa, ambaye kwenye nitaendelea kumuelezea huyu Musa kwamba kila eneo huwa anakuepo. Kwa hiyo ikabidi waingie katika mapambano ya kudai kuwa huru. Sheria ndio hiyo hapo, sheria ikatungwa. Ni lazima sheria itungwe kwa sababu baada ya watu kumwasi Mungu katika ile sheria waliojiwekea, Mungu wa lazima atengeneze mazingira, mtengenezewe sheria nyingine kwa kuwa mmeshaasi. Tunakumbuka kuna agano la kale, alivyoona wameasi akaleta agano jipya. Hata kwenye mataifa sheria inapofika mahali kwamba imeshaasiwa, viongozi hawajali tena, wananchi ndio basi kabisa, haifai tena hiyo, lazima itatakiwa itungwe upya. Na nilisema mara nyingi katika mafundisho yangu ya viwango vya kinabii, hakuna sheria inayoandaliwa kufanyika isipokuwa lazima itatanguliwa na kumwaga damu. Hata Torati ilifanyika wakati kondoo walikuwa wanachinjwa. Kwa hiyo Israeli walipoandaliwa kutolewa, ilibidi wachinje kondoo. Kila nyumba ilipoteza kondoo, kila nyumba. Mnafahamu hivyo. Nitaelezea kisa chote hapo mbele kwa kufuatia hizi picha. Na baada ya hapo walipoondoka, na matukio muhimu tu naelezea. Walipoondoka walifuatiliwa nyuma na hawa mafarao. Walipofuatiliwa nyuma kufika bahari ya Shamu, napo ambapo nitaelezea kwa kina zaidi hapo mbele. Napo ukawa kikwazo, lakini Mungu akasaidia. Wakapewa Musa ambaye amewatoa kule Misri, wakavuka salama. Lakini walipovuka tena, kulikuwa kuna muda kutoka pale ambapo wametoa ile sadaka yao kwenda pale kwenye bahari ya Shamu. Na nitaelezea pia mbele, utaikuta hapo mbele nimeelezea, na michoro nitaitoa. Lakini pia kuna muda kutoka kuvuka bahari ya Shamu, miaka 40 jangwani, na kwamba miaka 40 jangwani, na waliingia Kanaani na kuanza kula sasa maisha ya maziwa na asali. Ni hivi, katika mchakato huo wote hauwezi kufanyika mchakato huo katika hali mkiwa mmetulia hivi. Lazima kuwepo na ngija za ajabu, kwa sababu kwanza kabisa Mungu huwa anawaruhusu viongozi wenyewe kuwavuruga wananchi. Makusudi tu Mungu anaruhusu kuwafanyia tu kitu fulani wananchi, alafu mambo yatokee. Ndio maana nimeelezea hapo mbele, ipo siku tutakuja kumshukuru Rais Samia kwa yote yanayoendelea ambayo tunayaona ni mabaya, lakini katika hayo mabaya ndio Mungu anaenda kufanya mambo makubwa. Nimeelezea pia kisa cha Yesu Kristo, jinsi ambavyo kama asingeandaliwa Yuda, ukombozi ungepatikanaje? Kama wasingetokea wenye dhambi kumtesa na kumuua, je, ingewezekanaje? Kwa hiyo mapambano wakati Israeli wanatoka Misri yote mpaka wanaingia ni mfano tu
wa mambo ambayo ndiyo tunapitia katika mataifa na kuwa mfano. Hebu endelea sasa kusikiliza haya. Wote tunajua kwamba hata pale ambapo Israeli walitoka Misri, wakimbie zao bado walifuatiliwa nyuma na majeshi ya Farao. Yaani wakati watu wanaendelea kufanya vikao kwa ajili ya kuleta suluhu, amani na nini, bado msifikiri kwamba yule ambaye anaamua kufanya uovu kwa maslahi yake yoyote yale kwamba ataacha, kwa sababu naye anatumiwa na Mungu ili kulitimiza kusudi la Mungu. Sasa Israeli wakaanza kulia hapo. Wakalia sana, wakasema umetuleta hapa ili tufe, angalia Musa umetusababishia. Unaona wanamlalamikia. Akamwambia jamani msipate shida. Akaanza kuhuzunika sana, akaanza kumlilia Mungu. Mungu inakuwaje mambo haya, mateso haya tunaoteseka? Why God? Baadaye akapewa neno na Mungu. Akaambia waambie wana Israeli wasiogope, wasimame wa imara. Na mimi nawaambia Watanzania, huko tunakoelekea tutavuka salama. Na nitawaambia ramani yetu tulionayo ambayo Tanzania Mungu ametupatia tuwe nayo, tutavuka nayo salama. Tumeshapita kutoka Misri, tayari tumeshaondoka. Hapo baharini Musa akaamua kutumia fimbo yake. Fimbo ikapiga maji ambayo yalikuwa yanazuia wasivuke. Kuna vitu vinaweza vikazuia msiweze kufikia kuwa na maridhiano na mapatano na kupata nchi ambayo itakuwa na utulivu na amani. Kuna watu tu wanaweza kaamua tu hawataki amani yani hawataki amani, wanataka utekaji, mauaji na mambo yote maovu yaendelee. Kuna watu wanapenda hivyo na ndio wanatetea kabisa. Utakuta wenyewe wanatetea na wengine na kutaka kusema tutaendelea kuua. Anakuambia mtu tutaenda kupiga watu mapanga. Yaani unaona kabisa kuna roho za uuaji bado zipo zinaendelea, lakini yote hayo ni kusudi ili harakati za kwenda kuifanya nchi ingie katika ukombozi kamili ikatimie. Mimi nasema kama mtumishi wa Mungu naendelea kutafsiri mambo yote kiroho, sitatafsiri mambo yote kisiasa. Hayana maana kwangu. Wakapiga bahari na bahari ikapasuka namna hiyo. Kumbuka hii bahari nitakwambia maana yake na kule kwenye kuchinja kondoo walivyochinja nitakwambia maana yake. Tanzania tumeyapitia na tutayapitia yote haya. Halafu tutakwenda tutafika pia hapa ni majeshi yaliyojaribu kuwafuatilia wana Israeli. Hapo bahari ilikusanywa, ikarudishwa, alafu majeshi wakaangamizwa hapo. Wote wakateketezwa katikati ya bahari, wakafia hapo kama unavyoona. Wote wakafia hapo mpaka ghadhabu ya makamanda ikainuka kwamba yani wamekufa wote. Musa akishangaa bahari inajirudi na kuangamiza maadui wote. Angalia walivyofunikwa, angalia walivyofunikwa. Baada ya hapo ndipo safari ya kwenda jangwani. Naona walivyofunikwa, unaona majeshi ya Farao yalivyofunikwa. Unaona Kumbuka alikuwa na silaha na kila kitu, lakini Mungu aliweza kuwapigania watu wake wakaweza kuwa salama. Watanzania nataka niwaambie, Mungu atawapigania na mtavuka salama kwenda kwenye Tanzania ya amani, Tanzania ya upendo, Tanzania iliyojaa heshima, Tanzania ambayo itakuwa na nathibitisha huu ni unabii. Tanzania ambayo itakuwa na viongozi ambao wana upendo kwa wananchi, Tanzania ambao hakutakuwa na kiongozi anatamani kuteka mtu, Tanzania ambayo hakutakuwa na kiongozi anatamani kuua mtu, Tanzania ambayo tutakuwa na polisi ambao hawatamani kuua watu wala kuonea watu, Tanzania yenye mahakama ambazo hazitakuwa zinataka kuonea mtu, Tanzania ambayo hakuna mtu atataka kuona mtu mwingine anaonewa. Itakwenda kutokea, na nataka niwaambie ni majira tu na wakati. Ni majira na wakati, ni majira na wakati. Sasa twende kwenye Tanzania hiyo itatokeaje. Hapa walikuwa jangwani baada ya kuvuka, baada ya Israeli kuvuka bahari ya Shamu. Si tu kwamba walivuka tu hapo, wataingia kwenye majaribu kama vile Tanzania na yenyewe itaingia kwenye majaribu baada ya kuvuka kutoka mahala ambapo wanaelekea jangwani hapo. Hapa sasa wakaanza kumkosea Mungu tena, wakaanza kuabudu ndama na nini tena, ikawa vurugu. Na hapa ilichukua miaka 40. Hii ikimaanisha lazima Tanzania itapita majira 4 magumu ambayo yatakuwa ni magumu kidogo, ya kumhitaji Mungu ili wapate kushushiwa maana jangwani, yani wapate muujiza kutoka kwa Mungu, kwa sababu watapitia Watanzania hali ngumu kiuchumi baada ya nchi kupata mabadiliko, na watatakiwa kuwaombea viongozi wao
hao watakao kuwa nao katika mabadiliko hayo, maana Mungu ndio anamulika, anaona zaidi. Wale watakaofanikiwa kuvuka salama, maana Mungu ndio anajua maisha yetu. Hapo jangwani, tutakapoingia pale kwenye jangwani, tutamhitaji Mungu zaidi. Nirudi kwenye ramani halisi ya Tanzania inayokwenda kuwa. Hebu tuende hapa. Haya ndio maono ambayo niliona. Hapa ni Israeli wako Misri, tuwafananishe na Watanzania wakiwa katika mateso. Walifika hapa, unaona kuna mapanga hapa, kuna bunduki. Hapa Misri, maana yake matesoni, mahala pa mateso, mahala ambapo mimi nilitabiri kwamba tutapita katika Pasaka ni kabla ya tarehe 29 Oktoba. Nimewaambia mara nyingi mnahitaji kuwa na nabii wa kweli aliyetumwa na Mungu. Hamhitaji kuwa na manabii wa kisiasa wanaotabiri tu huyu anakufa, kiongozi anakufa. Kwani akifa huyo kiongozi, akifa ndio nafikiri Tanzania mpya itakuja kwa kufa kiongozi? Kuna mambo mengi Mungu anayafanya ili kuleta nchi mpya. Ikiwa ni kufa ama si kufa, kuna njia nyingi zinatumika. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie, na baada ya mambo haya nitawatolea nabii nyingi sana za uongo za manabii waliozotabiri, ambazo haziwezi kutimia vile wanavyotabiri wao, bali unabii unatimia katika movement ya kweli. Unabii ukitabiriwa kimhemko hauwezi kutimia. Angalia hapa ni mahali ambapo tulipoteza wenzetu, Pasaka ya damu. Hapa unaweza ukapapa jina kwamba hapa hawa wa Misri, hapa palitokea mauti kila nyumba ya Misri hapa. Unaweza ukapaita hapa kwamba ni, unaweza ukapaita ukapapa jina kama tarehe 29. Sisi tunatafsiri maandiko katika maisha halisi. Tarehe 29 hadi 31. Siku tatu maana yake. 29, 30, 31. Maana yake ni mnakumbuka kule Misri kulitokea masaa matatu ya giza, nadhani siku tatu za giza, sijui katika ile mapigo. Ndio sasa na sisi tuliingia hapa. Hizi zilikuwa ni siku tatu za giza. Unabii unatafsiriwa kinabii, kwa tulipita hapa. Sasa tuko hapa leo kwa tarehe tulionayo leo. Hivi ninavyotoa haya, Mungu ananiambia kumebakia majira 6 ili tufikie, naona kutoka kwenye ile msiba. Tuko hapa sasa, tunaendelea hapa na maisha haya yanayoendelea hapa. Huku nyuma kuna mafarao wanaendelea kufuata hawa wana wa Israeli. Ndio maana mnasikia bado kuna mambo ambayo sio mazuri yanaendelea. Unaona bado kuna wenye roho ngumu wanaendelea kusumbua watu wasikae kwa amani. Bado wanaendelea kutishia kuua, kufanya hivi vitu vya ajabu tu vinaendelea. Hayo ndio mambo ambayo nchi inapotaka kufanyika upya inafanyika. Msifikiri nchi inaweza kufanyika upya hivi. Naomba watu wa media mbalimbali mchukue ili muwaambie wa Tanzania lazima tutafikia amani na utulivu utapatikana tukiwa na viongozi wetu wenye kujali utu, wenye kujali haki. Na tunaelekea hapa tunapoelekea, mnapaona hapa ni tarehe 9, siku ya uhuru. Hii siku ya uhuru ina maana sana, si kwa sababu nyingine, kwa sababu ni siku ya uhuru. Hapa kumbuka, siku ya uhuru ni huwa watu wanajadili mambo ya kutafuta uhuru. Uhuru upo au haupo. Hapa ndio uwaga panatoka, labda kwenye mkutano, kama kuna makutano ya uhuru yatafanyika siku hiyo, lazima makusanyiko siku hiyo yatakuwepo. Sasa utayahitaji hayo makusanyiko, ni wewe utajua mwenyewe. Utayaita ni maandamano ya amani, utayaita ni mkutano wa kitaifa utakaoitishwa na rais ili kusikia hoja za wananchi, wewe mwenyewe utajua. Inategemeana watu wamejipanga vipi. Kwa hiyo kutatokea makusanyiko makubwa hapa. Kwa sababu hii tarehe 9 mwezi wa 12, calculation yake inafanana kabisa na hii tarehe 29. Na kwa watu wanaopenda hesabu iko hivi. Tanzania ni namba 2. Na hii ni kwa ajili ya viongozi wetu pia muweze kufahamu. Kwa sababu viongozi wanatumiwa na Mungu. Katika yote mnayofanya mnatumiwa na Mungu. Hata mnapofanya ubaya, hata mnapokosea, bado Mungu anawatumia hivyo ili tu kusudi likatimie. Ila nasikitika kwamba litakapotimia kusudi, baadhi ya watu mliokuwa mnatumiwa
mnaweza mkajikuta mnaingia pabaya. Kwa mfano Yuda ni mzuri sana alitumiwa, lakini alipasuka matumbo. Naweza mkaona Naweza mkaona. Tanzania ni namba 2. Kwa hiyo namba 2. 9 jumlisha 2 ni 10 2 jumlisha 9 ni 11, pamoja na hii ni 13. Kama sikosei. 13 ni 1 na 3 sawa na 4. Okay? Mwezi ni wa 10. Sawa na 1, sawa na 5. Sawa na 5. Tunataka manabii wenye fakti, waliotumwa na Mungu kweli na wana fakti, wana vyuo vya manabii kichwani mwao. Kwa sababu manabii walikuwa wanakwenda vyuo, sio vyuo vya kusoma tu historia alafu unaacha hapo. Twende. Huko tumepata 5, usisahau 5. 5 hii ukijumlisha na 2 na 5, 25, mwaka 25 ambayo ni 7 inakuwa ni 12 ambayo ni 3. Twende. Haya, tunaenda hapa. Disemba manake ni mwezi wa 12. Kwa hiyo 12 ni sawa sana 1 na 2 jumlisha Tanzania ambayo ni namba 2. Kwa hiyo ni sawa tu na 12 jumlisha 2 sawa na 14, ambayo usisahau ni sawa na 1 na 4. Hiyo kwa ilipatikana huko. Umeona sawa na 14 ambayo sawa na 5 ambayo ilipatikana huko. Sasa 5 kumbuka itakuwa ni 2025 vile vile. Ona hapa. Ambayo sana 7 hii. 7 na 5 ukijumlisha bado inatokea 3. Namba inapotokea hizi kama hizi, maana yake ni hivi. Maana yake ni hivi. Tarehe 9 kwa nchi, hiyo tarehe kwa nchi, maana yake itakuwa ni sawa na 2 jumlisha 9 sawa sawa na 11. Inapotokea 11 uaga ni matengano hapa, au pande mbili zinakutana kujadiliana jambo fulani ama kupambana. Kama hawataki, pande hizo hazitaki kujadiliana, huwa zinapamba. Kwa hiyo ilikuwa inalazimisha kwamba siku hiyo kuitishwe mkutano mkubwa sana, labda serikali itishe mkutano mkubwa ili kuwin the game. Waitishe mkutano mkubwa sana katika uwanja wa Taifa kwenda kusikiliza kero za watu kwa ajili ya masuala ya uhuru. Wakifanya hivyo wanaweza wakawini. Mimi nawaelekeza kwa wema tu. Wasipofanya hivyo manake hili la mapambano hapa linaweza likatokea na halitakuwa zuri, kwa sababu mwisho wa hizi namba hizi ambazo zinatoa 5 kwa sababu tarehe 9 hapa na inatokea 2. 2 jumlisha mwezi wa 12 ambao ni 1 na 2 ni 3, inakuwa 5. 5 inamaanisha haki, kuna mambo ya madai ya haki. 5 inamaanisha watu wanadai neema. Hapa panahusu mshtuko wa ghafla. Ukijumlisha na 2 na 5 ambayo ni 7, 2 na 5 ambayo ni ya mwaka, maana yake siku hiyo itakuwa namba 3 inaomaanisha uongozi. Maana yake viongozi watakuwa wanapata jambo la kudaiwa kufanya jambo hapo, mshtuko wa kudaiwa kwamba hili na hili, yani wananchi watakuwa na wadai viongozi kufanyike 1, 2, 3. Sasa kama itapangwa kabisa na serikali, watakuwa wameepuka mipango nje ya serikali. Wakipanga wenyewe serikali kuweka mkutano mkubwa sana labda uwanja wa Taifa siku hiyo, maana yake watakuwa convince watu kuleta hoja zao pale, watakuwa wamewini. Wasipofanya hivyo, basi wawe tayari kukabiliwa na hatari. Namba 3 huwa inamaanisha mtikisiko wa viongozi au kutikiswa kwa viongozi. Mbaya zaidi ikifika tarehe 10 maana yake itakuwa namba 1. Kwa Tanzania itakuwa namba 3/3. Kwa mwezi wa 12 itakuwa 6, ambayo itakuwa si nzuri sana. Inapotoka 3 alafu inatoka 6, sijui unanielewa? Ikitoka 6 tu maana yake siku ya pili si nzuri sana hii.
Hii inamaanisha matatizo, inamaanisha matatizo, kukataliwa, yani ni vurugu kwa ujumla. Ukijumlisha 7 ambayo inatokana na 25 ya mwaka, hii inawasaidia hata viongozi. Viongozi najua mnatazama hii video, mtaitazama. Itatokea namba 4 ambayo inamaanisha madai. Lakini pia hii inamaanisha hivi, anga kuwa wazi. Masuala ya anga kuwa wazi, manake habari ulimwenguni kote, habari zitakuwa ulimwenguni kote zinazungumzia kuhusu dhoruba. Manake 4 itakuwa ni dhoruba. Sasa what I'm saying ni kwamba mwezi huo utakuwa una mambo mawili, kwa sababu utakuwa ni mwezi wa 12. Tanzania itakuwa ni 5. Mambo makuu yatakuwa ni namba 5 kwa 7. Kwa 3. Hii inamaanisha taifa litakuwa katika hali ya chuma na udongo, msuguano. Lakini hapo neema itakupatikana. 3 inamaanisha ushindi. Msuguano na ushindi, msuguano na ushindi kupatikana, lakini kutatokea msuguano. Sasa nimesema, kama nilivyosema, tunaelekea hapa, bado majira 666 ili kufika hapa. Hapa tutakuwa tunavuka hapa. Baada ya kuvuka hapa, tutakuwa tuko majira ya 9 Kama nilivyowaambia mwanzo, tutaanza na Pasaka ambayo ilishapita. Pasaka wao inahusisha mauti. Sasa tunaingia kwenye 9 Inamaanisha mwanamke anayetaka kuzaa taifa yuko leba. Ikifika tarehe 9 kwenda mbele, kuanzia tarehe 10, tayari nchi itakuwa ina miaka 64, ambayo sawa na 6 na 4 sawa na 1. Ndio maana itakuwa na 1 hapa. 1 inamaanisha kuna mambo mapya yanakwenda kutokea katika utawala. Narudia tena, kuna mambo mapya yanaenda kutokea katika utawala. Ikigonga sasa, itaenda ikifika mwaka mpya, nayo tukivuka hapa mwaka mpya, tukivuka hapa mwaka mpya, na hapa huu mstari wa mwaka mpya huu, tukivuka mwaka mpya, manake nchi itakuwa na majira ya kwanza na TZ nayo, kwa sababu itakuwa na 2026. Weka 2 hapa, itakuwa ni 6 jumlisha 2 ni 8. 8 jumlisha 2 ni 10. 10 sawa sana 1. 1 ukijumlisha na hii kimataifa, hii namba ya kimataifa, sawa sana 3. Manake mwaka unaokuja tutakuwa na namba 3 kuu. 1 inamaanisha kuwa pamoja, taifa litakuwa pamoja. 1 inamaanisha kusanyiko, manake kuungana. 1 inamaanisha, yani ndio jambo la kufurahisha. 1 inamaanisha uongozi kuanza upya au kufanyika upya. 3 inamaanisha kuinuka upya kwa uongozi. Upya kwa uongozi. Kwa hiyo uongozi utafanywa upya. Sasa iwe ni mama ataleta katiba au ni katiba itakujaje, sijui. Ninachojua kuna uongozi upya unakwenda kuumbika tunapoingia mwaka mpya. Kwa hiyo iwe ni rais huyu aliyopo, awe ni yeye, au awe atatumia watu gani, yani vyovyote vile kutakuwa na kufanywa upya kwa taifa la Tanzania, ambalo linapitia madhila makubwa sana. Kama nabii, baada ya hapo mwaka huo tutapitia wakati wa jangwa, kama nilivyoonyesha pale jangwani. Tutapitia wakati wa jangwa kama Israeli walivyopita. Tutakuwa na majira 4 ya kupita kipindi cha jangwa. Majira 4 sasa sielewi. Itakuwa sijui ni miaka 4 ama itakuwa ni miezi 4. Wakati mwingine Mungu anapunguza, anafanya muda mchache. Inaweza ikawa ni miezi 4 ya hali ngumu ambayo nchi itapitia, kama hivi ambavyo unaona. Inaweza ikawa Israeli walikuwa wanapitia mpaka kwenda Kanaani, ilikuwa ni kazi kubwa sana. Naona? Kwa tutapitia hali ngumu. Baada tu ya hiyo hali ngumu, ndipo Tanzania ghafla, baada ya majira 4, sijui ni miezi 4, ndipo Tanzania itashuhudia utulivu wa hali ya juu, amani ya hali ya juu. Inawezekana ikawa miaka 4 au ikawa miezi 4. Fuatilieni huu nabii mtaelewa tu. Tutashuhudia nchi ikiwa na utulivu, tutashuhudia nchi ikiwa na amani.
nchi ikiwa na viongozi wenye maadili, viongozi wenye upendo, viongozi waliobadilika kabisa ambao sio yani hata kama ni hawa lakini watakuwa yani na hali tofauti. Mungu anakwenda kugeuza kabisa nafasi za viongozi na viongozi wenyewe. Kwa hiyo tarajieni mabadiliko makubwa kuelekea uhuru na kwenye mwaka mpya wa nchi hii ambapo Tanzania inakwenda kufanywa upya kama jinsi ninavyowaambia. Haya majira yanaitwa majira 666 au majira 18 ama majira majira 9 ya siri. Okay, ndio tutaingia hapa kwenye 9 Disemba ambapo hapa ndio mambo yote nimekwambia. Nataka niwaambie ya kwamba kazi kubwa ya watu wa Mungu wale wa kanisani ni kuombea. Alafu Mungu atawapa kazi nyingine wale watu wanasiasa, atawapa kazi nyingine wanasheria. Mungu atawagawanya watu kwa mafungu, kila mmoja afanye kazi yake. Kipindi hiki mtashangaa sana. Kila mmoja atajikuta anafanya kazi yake anavyoweza kufanya. Wale ambao sio waombaji watakuwa na kazi yao. Wale ambao ni wanasiasa watafanya kazi yao kisiasa. Wale ambao ni wanasheria watajikuta nao wanapata kazi ya kufanya. Wale ambao hawako katika kundi lolote na wenyewe watakuwa na kazi. Kila kundi litahusika kuleta ukombozi na kuhakikisha nchi watu wanakaa kwa kuheshimiana na kupendana, na viongozi wanakaa kwa kuheshimu katiba na sheria za nchi. Hakuna atakayemuonea mwenzie tena. Lakini haya yanayoendelea, nataka niwaambie kuna siku tutakuja shukuru haya yanayofanyika kwenye nchi. Tutamshukuru Rais Samia kwa kutumiwa na Mungu kuyafanya yote aliyoyafanya mpaka nchi inakwenda kubadilishwa na kuwa taifa jipya lenye utulivu, lenye amani, lenye haki na lenye watu kustahimiliana. Hata Mungu anakwenda kufanya mambo makubwa sana kupitia haya yote yanayoendelea chini ya utawala wa rais huyu wetu Samia, ambaye Mungu amemtumia kuleta haya yote ili wananchi waweze kupiga kelele mbele za Mungu na kuweza kudai na haki na kwenda kupatikana, na Tanzania ndio itakayoshinda. Hakuna mtu atakayeshinda, bali Tanzania yote inakwenda kushinda kwa kishindo kikubwa. Na niwaambieni ukweli kabisa, Musa atakuwepo na nitakuja kuhadisia Musa ni nani, na atakuwa ana dalili zote zile za Musa. Musa uwaga na tabia moja. Musa ni mpole. Musa ni mcha Mungu. Musa ana uraia mara mbili. Musa ana uraia mara mbili. Yeye alikuwa ni Mwisraeli lakini anaishi Misri. Mara akaenda kuishi tena sehemu nyingine. Kwa hiyo Mungu lazima atatumia watu wa aina mbalimbali kuhakikisha tu taifa hili haki inatendeka, maisha yanaenda na watu wanaishi kwa furaha na amani bila shida yoyote. Kwa hiyo anaweza akatumia Watanzania waliopo ndani ya nchi, anaweza akatumia Watanzania kupaza sauti haki itendeke. Hata wale ambao pengine tume zinazoundwa wanaweza katumika, tume inaweza katumika pengine mataifa ya nje kama rais mwenyewe ataridhia. Hata asiporidhia bado itapelekea nchi kwenda kupata ukombozi, maana kila hatua atakayoifanya rais wetu itakuwa ni njema, itakayosababisha ukombozi wa nchi. Nataka niwaambie kila mmoja asimame katika nafasi ambayo anaona Mungu anampa kuisimamia, na hiyo italeta ukombozi. Kama vile serikali wanavyosimama kuyafanya mambo ambayo yanasababisha tuendelee kuwa hivi tulivyo na nchi iendelee kuwa hivi ilivyo, nayo ni mapenzi ya Mungu, basi kila mmoja asimame katika nafasi ambayo anajua italeta ukombozi. Kama hivi karibuni nimesikia kuna watu kuna mtu anatishia kwenda kupiga watu mapanga wa Kristo. Anasema yeye ana kisasi na wa Kristo, ataenda kupiga mapanga. Kama unaona ndio njia sahihi hiyo, kajaribu na wewe utaona kazi yake. Kajaribu tu, afu utaona kinachotokea. Yaani kila mtakachotaka kukifanya kinakwenda kuleta ukombozi, na ukombozi utakuwa
wa makini sana ambao Mungu ameuratibu na utakwenda kuletwa soon. Nataka niwaambie tutaingia mwaka mpya tukiwa tuna majibu ya ukombozi uliokamilika. Narudia tena, tutaingia mwaka mpya tukiwa na ukombozi uliokamilika. Tuna majibu tutakuwa ya ukombozi uliokamilika. Nchi naamini kabisa tutaingia mwaka mpya nchi ikiwa imetulia na ikiwa na amani. Mungu aibariki nchi ya Tanzania. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nabii pekee katika taifa la Tanzania, afanyaye mambo katika unabii kulingana na ishara za kinabii za manabii wa kale, nabii wa ishara Tanzania. Mungu awabariki sana wale ambao mnaendelea kuwasiliana na mimi kwa ajili ya kuuliza. Ikiwa miongoni mwenu ni viongozi, kujua hatima ya nchi, bado na wajibu vizuri. Hatima ya nchi itaenda vizuri, kila kinachofanyika ni chema, na endeleeni kufanya kila moja kwa nafasi yake. Tutafika vizuri, wala kuna shida yoyote. Mungu awabariki sana watu wote Tanzania. Amen.